tumalizia na Mwenge ambako kwa Mwenge wa Uhuru Mwenge wa Uhuru na kwa ambaye kufuatilia jana Tanzania. Unazinduliwa kwa awamu hii pale Pwani. Lazima. Na hata chanzo chake ni Pwani. Yaani chanzo cha Mwenge kwenye nchi ni Pwani. Mzee Faraja Ganze alizikwa siku 10 Bagamoyo. Ambayo story tulitoa jana. Baada ya kuzikwa Bagamoyo ndo akatoka akiwa na maagizo kwamba historia ya Mwenge ukisoma inamtaja nadhani ni Mirenda yule. Kwamba lakini sio Mwenge, mgunduzi wake ambaye alitoa maagizo ya Mwenge kuanzishwa ni Mzee Faraja Ganze na wakina hayati Sheikh Hussein. Mzee Faraja Ganze alifukiwa kwa siku 10 katika mashimo ambayo yanapatikana Bagamoyo. Baada ya kufukiwa siku 10 akatoka akiwa hoi sana, akapigwa kama mtu aliyejeruhiwa. Baadaye wakina Sheikh Hussein, nitakupa majina yao wazee mwishoni, wakamchukua wakampeleka Ikulu kwa Mwalimu Nyerere. Baada ya hapo Faraja Ganze ndo anamwambia baba wa taifa, tuanzishe Mwenge uwe unazunguka nchi nzima, ulete matumaini pasipo na matumaini, ulete upendo kwenye chuki, ulete faraja. Kwa hiyo baada ya hapo, baada ya mazishi ya Mzee Faraja Ganze, Mwalimu ndo akatekeleza yale maagizo ya kuanzisha Mwenge. Lakini sasa Mzee Faraja Ganze hakuwa tu na maagizo hayo. Kabla hajakata roho alinyosha mkono namna hii juu. Alafu mkono wake ulikuwa umeandikwa namba 115. Kwa hiyo baada ya mazishi ya Mzee Faraja Ganze, alikuwa rais wa Tanzania wakati huo Mwalimu Nyerere akawaita tena wale wazee Ikulu wakina Sheikh Hussein. Nikupe sasa majina ya wazee ambao walikuwepo kama mashahidi. Mzee Ramadhani huyu. Kuna wa kwanza ni Mzee Ramadhani ambaye alizaliwa mwaka 1920. Mzee Ali Tarazo 1929, Komwe wa Komwe 1918, Sheikh Hussein 1925 na Faraja Ganze ambaye ndo alishuka shimoni 1902. Kwa hiyo ukiangalia katika idadi ya wazee ambao walianzisha Mwenge, Sheikh Hussein ndo alikuwa mwenye umri mdogo. Sasa huyu jamaa Faraja Ganze kabla hajafa alimnyoshia Mwalimu mkono, afu mkono wake uliandikwa namba 115. Kwa hiyo baada ya kufariki Mwalimu akamuita Sheikh Hussein Ikulu ampe tafsiri ya namba 115. Maana yake ni nini? 115. Sheikh Hussein akamwambia tafsiri yake ni kwamba Mwalimu Nyerere, utafariki dunia ukiwa na umri wa miaka 77. Na wakati ambao wewe unafariki dunia ukiwa na umri wa miaka 77, taifa la Tanzania litakuwa na miaka 38. Kwa hiyo 77 ujumlishe 38 ndio unapata 115. Na kweli 99 Mwalimu alifariki dunia Tanzania ikiwa na miaka 38. Hiyo ndo historia ya Mwenge. Lakini kwa kujazia historia pia inasema kwamba sababu mojawapo pia ya zindiko hilo ambalo nalizungumzia, zindiko la nchi ambalo lilifanyika Bagamoyo, sababu mojawapo ni kumpa uhalisia au urahisi wa asipingwe na mtu kwenye urahisi wake, asipingwe na mtu, yani mambo yaende, jambo linyoke. Kwa mtu amefikia siku 10 sawa, siku 10 alafu anatoka. Ingawa Mzee Yahya pia ni mmoja wa wazee ambao walikuwa wanamwamini sana Faraja Ganze. Unaelewa, kwa sababu ukichunguza ukichimba historia, Mzee Yahya kuna sehemu anasema kwamba wao kama wazee walimpendekeza yeye kwa sababu ya namna ambavyo walimpendekeza Faraja Ganze aende shimoni. Yes. Yeye ndo ashuke shimoni, ashuke shimoni. So alipenda yeye kwa mapenzi walimpendekeza kutokana na namna ambavyo alikuwa ana rule. Kwa sababu kwa hiyo maana yake ukiwaangalia au ukiwa wenyewe wanavyojitathmini kwamba tuko hapa ndani, nani ambaye anafaa kwenda kuongea na Josephat Gwajima, mbunge wa hapa Kawe? tumpeleke Skawa, hapa tumpeleke Zungu au Kamila. Sijui umeelewa? Zungu. Kwa Ganze akachaguliwa kufikiwa siku 10 shimoni. Kwa hiyo ndio maana unaona Chadema wanasemaga Mwenge unaharibu fedha, Mwenge hivi, lakini sisemu kama sikii hivi Mwenge unaendelea. Ni muhimu sana. Sababu moja kati ya mazindiko, sababu ya mazindiko ilikuwa ni kumfanya kiongozi aliyoko madarakani asije akapingwa na mtu yoyote. Ilifanyika Bagamoyo. Unakumbuka hata Nyerere pia kabla hajaenda kwa Malkia kudai uhuru. Yeye Bagamoyo kwanza kwa wazee, kwa hiyo Bagamoyo hiyo unakuja kama
Kwa kila choo. Una reflect na maisha yetu ya kawaida. Mwenge kila mwaka una nani? Unazindua miradi. Unazindua miradi, unaendelea na vitu vingine, lakini sababu kubwa ni kumfanya kiongozi aliyoko madarakani akae kwa utulivu. Ndio maana tulieni mkoa Mara, tulieni mkoa Shinyanga, tulieni Mbeya, tulieni Kigoma, tulieni Zanzibar. Huyu ndo rais. Okay. Basi. Morning Bantu.